Raila. Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Raila Amolo Odinga ameamua kuwasaliti wananchi. Wakati Wakenya wengine wanaendelea kupigania haki zao na kupinga police brutality na mauaji ambayo yamekuwa yakitokea ya kiholela holela, Raila Amolo Odinga amebaki kimya. Ameamua kumsupport William Samoei Ruto kwa jema ama libaya ambalo litafanyika ndani ya broad-based government. Tarehe 25 wakati vijana wengine wa Gen Z walijitokeza kuandamana hapa nchini Kenya, kule Luo Nyanza, watazamaji wangu, kwa mara ya kwanza hakuna maandamano yoyote ambayo yalishuhudiwa. Wao waliamua hawajihusishi na haya maandamano ambayo vijana wa Gen Z walikuwa wanayafanya kama ukumbusho baada ya wenzao ambao waliaga dunia mwaka uliopita tarehe kama ya mwaka wa mwezi wa 6, tarehe 25, ambapo vijana wa Gen Z waliaga dunia wakati walikuwa wanapinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 2025. Na baada ya yale maandamano ya vijana wa Gen Z, watazamaji wangu, sasa viongozi wa ODM wameanza kumkashifu kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakisema ya kwamba yeye ndio alichochea haya maandamano, na ni maandamano ambayo yalikuwa ni ya kijamii. Jamii moja ya Wagikuyu ndio ilikuwa inataka kuandamana, bali sio maandamano ambayo yalikuwa ni ya jamii zote hapa nchini Kenya. Kuna ujumbe fulani hapa kutoka kwa mmoja ya wanachama wa ODM ambaye ni waziri sasa hivi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, Mheshimiwa John Mbadi, akisema ya kwamba haya maandamano yalikuwa ni maandamano ya jamii moja, hayakuwa ni maandamano ya jamii zote hapa nchini Kenya. Na akasema ya kwamba ndio unaona kama kule kwao Luo Nyanza hakuna eneo ambalo kulishuhudiwa maandamano. Kabla sijawekea hii video, watazamaji wangu, kuna habari ningependa kukufahamisha, habari ambazo nimezipata kwa huyu Mkenya ambaye anajulikana kama Son of the Soil. Baada ya watu wa Luo Nyanza kukataa kuingia kwenye maandamano, sasa Raila Amolo Odinga ameanza kupush for more demands kutoka kwa William Samoei Ruto. Kuna mambo fulani ambayo anayataka sasa afanyiwe, kwa sababu watu wake walikuwa loyo kwa William Samoei Ruto na wao kuandamana. Sasa ni wakati naye William Samoei Ruto afanye jambo ili aweze kuwaridhisha na kuwapongeza watu wa Luo Nyanza. On Wednesday, after the protest, Raila Odinga directed all Luo Nyanza governors to release statements declaring their regions remained peaceful unlike other protesting counties. The statements attributed to governors were never written by them but drafted at the State House by Eric K. Ngeno, then sent to the counties for release. Governors from Kisii and Nyamira refused to release statements, saying regions' loyalty to Raila Odinga is being taken for granted. When Raila called Simba Arati, he declined, saying he is working with Fred Matiang'i. William Ruto is set to meet Nyanza region governors next week to commend them for what he calls good work. Raila Odinga and PS Raymond Omolo will also attend. Raila is pushing new demands. Raila Odinga is pushing for the removal of government spokesperson Isaac Mwaura, proposing Jaoko Odinga, who is currently a advisor to Ruto. After Ruto revoked the appointments of Gladys Wanga's husband, then Wanga became furious. To cool her, Ruto promised a more lucrative parastatal job for her husband to mend ties. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi ndani ya broad-based government, ambapo William Samoei Ruto kuna mambo fulani ambayo itazidi aendelee kuwafanyia wanachama wa ODM pamoja na Raila Amolo Odinga, ndiposa waendelee kuwa loyo ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Yani ni kama nipe nikupe, ndio hiyo inafanya kazi sasa hivi. Kama ODM haifaidiki na chochote ndani ya hii serikali, basi itajiondoa na iache kumsupport William Samoei Ruto. Watazamaji, hebu sasa sikizeni ujumbe kutoka kwa huyu mmoja ya mawaziri wa William Samoei Ruto kutoka kwenye upande wa ODM, Mheshimiwa John Mbadi,
akizungumzia kuhusiana na maandamano ya vijana wa Gen Z ambayo ilifanyika siku ya Wednesday tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025. Lakini watazamaji wangu, kabla sijawekea hii video, ningependa kukuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics na kuzitazama video zangu, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Manyoti more Nairobi muna enocha macha kuro oken maandamano. Wabe waseng'anyo penini. Waseng'anyo mwaketo sufuria chewiwa. Waseng'anyo maringe street ki uniform kuzone wako nena. Onge kumani wasechike police station wadhi kawebo. Hii neno timbia inago mago jo maundu, mago jo madwa loko loch. That is the plain truth. So kikngatu wundu ena ngoma sandi timore Kenya kama licheruok mane poko timore. Gima duong' ma poko notimore ni ng'ato nono ni telo ma jomoko ok dwar. Gidwaro ni telo sikutegi. Nyoche nuneno ka Ruto ka otelo ka bech chiemo ni malo. Bech chiemo sani ok ni kama ne entie. Bet mafuta pare ni kada gilwen matimore Iran cha pod bet mafuta berberie de bet diere wuoyi mane wuok cha de koro waneno mak. Sometimes we see the country burning and we don't want to speak, we fear to say the truth. What happened in Nairobi on 25th on Wednesday and happened in some towns in Kenya was clearly not a Gen Z revolution, not a Gen Z agitation, but rather clear ethnic mobilization. And I think we need to be very candid, unless we want to lose our country. If we keep quiet, that is the same way the Rwandese kept quiet and their country almost burns. If you check, if you followed where the demonstrations were conducted, Nairobi, for the first time, the only place where mammoth crowd was witnessed was along Thika Road. And we know why. Another place was Kitengela, the outskirts of Nairobi. We know why. Then you hear of Nyeri, Olkalau, Nyahururu, Kiambu. And then to make it worse, people attack police stations. People have demonstrated in this country from colonial period. There are very few instances where security organs and security installations have been attacked. We have demonstrated, we have even carried the sufurias on our heads. But we have never attacked a police station. We have never attacked the office of the DCC, the office of the county commissioner. Because a country that does not respect security organs is destined to anarchy and destruction. That is where it is today. Kenyans don't want to go that route. If you go to Rift Valley, where demonstrations were witnessed, was largely Nakuru, Molo, why? Eldoret, there was a bit of it, but you know why. The democratic fix there. Watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kumsikiza John Mbadi, ni kweli hawa viongozi wako tayari kumsupport William Samoei Ruto kwa jema na libaya. Hawataki kujua ni nini ambacho kitatendeka. Bora wao wamefaidika na wamemsupport William Samoei Ruto vile ambavyo inafaa. Sasa hivi tunapozungumza, watazamaji wangu, kule Luo Nyanza wanaomboleza. Watu kadhaa wamekuwa wakikufia police station, ikiwemo Albert Ojwang ambaye aliaga dunia akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi kule jijini Nairobi Central Police Station. Lakini hilo awalioni.
Mtazamaji wangu, kama Raila angekuwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza saa hii, ni kama tungekuwa tunashuhudia maandamano kila siku akiitaka serikali ya William Samoei Ruto imchukulia hatua za kisheria naibu inspector generali wa polisi Douglas Kanja kwa kuhusika kwa njia moja ama nyingine kwenye kifo cha Albert Ojwang. Lakini kwa sababu sasa hivi iko ndani ya broad based government, yeye amekimya, bora anapata kile chake, na kwa hivyo yuko tayari kumsupport William Samoei Ruto mpaka mwaka wa 2027. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha. Kabla ya tamatisho, watazamaji wangu, ningependa kukumbusha wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.